kinatibuliwa mipango kule kwa Kihimbwa. Kihimbwa sasa imefika vizuri kabisa kwa Hassan Haji, anaweka ndani kule ya kambani, imejaa kambani. What a goal! Anaweka kambani Hassan Haji, imeenda moja kwa moja. Mlinda mlango Constantine Malimi ameshindwa kuiona, akilalama Constantine Malimi. Sijui atamlaumu nani namna alivyojiposition, akiwaambia msife moyo. Tazama, Kihimbwa aliweka pembeni kwa Hassan Haji, Haji akaiweka ndani ile, lakini mlinda mlango akataka kuiparaza, vikakataa, ikaning'inia kambani. Anawaambia nipo hapa, njoni mnipongeze. Tambaliziwa huko, lakini wamebaki wenyewe Mashujaa FC. Hana nafasi nyingine tena huku, anapita nayo kule Kibaya, na naomba radhi Jafari Kibaya, anaambia mnisamehe, kiandika bao la pili. Jahazi la Mtibwa Sugar likizidi kudidimia. Tizama, bila ambao alikwenda kuitengeneza, akaichekecha ukuta ule, akapata space. Jafari Kibaya akaiweka kwenye kamba. Rusha ndani huko, lakini anasema nini? Anasema ni mkwaju wa penalty. Ni mkwaju wa penalty wanapata Mtibwa Sugar. Hiyo hapo kwenda kurusha Victor Collins, akaucheza mpira ule. Hiyo hapo alikwenda kucheza Yusuf Dunia. Mamu anasema weka hapo. Haya, Saidi Mkopi, Saidi Mkopi imejeza kambani. Wanapata bao moja. Magata Frederick anawapa Mtibwa bao la kufutia machozi. Alwenge. Haya, nafasi nyingine tena kule. Kibaya anabadilisha kumtafuta Nyenyezi huku. Nyenyezi Shabani atawahi. Nyenyezi Shabani kataa kule Victor Collins na Nyenyezi Shabani bado. Uromi weka ndani kule, lakini kuna kutoka kucheza vizuri ya kambani. Yes, chuma cha tatu. Abdul Bakari super sub. Abdul Bakari anazidi kuondoa matumaini kabisa ya kuweza kupata hata alama moja kwa Mtibwa Sugar. Tizama alichokifanya Victor Collins, walishindwa kuondoa mpira ule. Nyenyezi Shabani akachekecha, lakini Uromi David kaweka ndani kule. Mlinda mlango walikuwa hakuna la kufanya, kwenda kumalizia tu kule Abdul Bakar, na akiwapa bao la tatu kwa upande wa Mashujaa. Abdul Bakari akihakikisha kabisa alama tatu muhimu.